Usisahau kusubscribe. Ni leo tena bwana, tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Siku zinaenda ndio. Inawezekana mipango uliyokuwa mipanga haijakamilika, usikate tamaa. Bado time unayo, unaweza ukarekebisha ulipokosea na mwisho wa siku maisha yakaendelea. Sasa bwana, tunazo story hapa. Leo nitachanganya kidogo. Nitapata story kutoka Mashariki ya Kati kwa maana ya kule Iran, Marekani pamoja na Israel. Halafu tutaelekea pale nchini Urusi pamoja na Ukraine. Kuna taarifa huko ambazo pia niko nazo. Kuna watu ambao walikuwa tayari wameanza kusema basi leo Iran na Marekani wamekutana uso kwa uso. Lakini ngojeni kwanza niwaambie, ukweli wenyewe ni tofauti kabisa na kile ambacho kimeripotiwa na media nyingi sana. Hapajafanyika mkutano wowote wa moja kwa moja kati ya Iran na Marekani kule Doha nchini Qatar. Unajua kwa nini? Yaani kwa kifupi ni kwamba wote wa Marekani pamoja na wa Iran walikuwa kweli kwenye mji mmoja na mazungumzo yalikuwa yanaendelea, lakini kukaa meza ya moja kwa moja hilo jambo halijatokea, na ilikuwa imearifiwa kwamba Marekani pamoja na Iran watakutana kwenye meza moja mazungumzo kule Doha nchini Qatar, halafu watazungumza juu ya mustakabali wa namna gani ya kumaliza mgogoro kati ya mataifa hayo mawili. Na taarifa ambayo imetolewa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Hazem Gharibabad, ambaye pia ni mmoja wa watu ambao wanaongoza mazungumzo hayo kwa upande wa Tehran, amesema kwamba kama hawakukutana walikuwa wanafanya nini kule Qatar. Hapa ndipo story inapoanza kuwa inayoeleweka vizuri zaidi. Naomba mnielewe. Kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, huyu bwana Gharibabad, ujumbe wa Iran ulianza siku yao kwa kukutana na waziri mkuu wa Qatar ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa kule Qatar. Baada ya hapo wakafanya mikutano mingine miwili ambayo ilikutanisha Iran, Qatar pamoja na Pakistan. Lakini jambo kubwa zaidi halikuwa hayo mazungumzo. Kulikuwa na kikao maalum pia cha kundi ambalo linafuatilia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya pande ambazo zinahusika. Na hapa ndipo Iran walipoanza kufungua mafaili yao moja baada ya jingine. Iran wanasema kwamba kuna mambo ambayo Marekani walikubali kwenye makubaliano, lakini mpaka sasa mambo hayo Marekani hawayatekelezi kama ambavyo walikuwa wameyakubali. Moja malalamiko makubwa ya Iran ni kwamba makubaliano yalitaka vita visimame kwenye maeneo yote ambako kunapiganwa, lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo imeripotiwa na Iran, Israel bado inaendelea kufanya mashambulizi kusini mwa Lebanon. Mtakumbuka jana niliwaambia kwamba Iran wametoa masharti, kama wanataka mapigano yasimame, yasisimame tu kwa Iran, yasimame pia kwa Lebanon, kwa sababu Lebanon ni washirika wao wakubwa sana, na Iran amekuwa akifanya mission nyingi sana kupitia pale Lebanon. Sasa Marekani pia wameendelea kuongeza wanajeshi na vifaa vya kijeshi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Marekani kama mdhamini mkubwa wa makubaliano hayo, Irani wanasema wanaona anakiuka masharti ya makubaliano ya kumaliza mgogoro. Halafu viongozi wa Marekani bado wanaendelea kutoa kauli kali nzito za vitisho dhidi ya Iran. Sasa Iran ikauliza swali moja la msingi, nimewaelewa. Kama mnasema mnataka amani, mbona bado mnaongeza majeshi na kutoa vitisho? Kwa kifupi ni kwamba Iran ama Tehran inasema huwezi kuchukua kipengele kimoja cha makubaliano ukakitekeleza alafu vingine ukaviacha, then ukatoka kwenye vyombo vya habari ukaitisha waandishi wa habari mkaenda live ukasema tumetekeleza makubaliano. Anasema hivi, yani wa Iran kitu ambacho wanasema wanakihitaji ni kama unavyoona mnyororo wa kwenye pikipiki au kwenye baiskeli. Jino moja linavuta jino jingine, ndio baiskeli inatembea. Kwa hiyo na huko Marekani wa Iran wanataka iwe ni kama mnyororo. Yani kama vipengele vilikuwa ni 14, kipengele cha kwanza kivute kipengele cha pili kivute cha tatu, mpaka vinavutwa vipengele vyote 14. Na ndio maana ujumbe wa Iran umesema kwamba kila kipengele cha makubaliano kinapaswa kutekelezwa kwa pamoja, si kwa kuchagua kile ambacho kinakupendeza wewe kukitekeleza, halafu vingine ambavyo havikupendezi ukaacha kuvitekeleza. Yani hapa naomba nitoe mfano mzuri sana wa lugha zetu za kimtaa. Yani unapomuoa mwanamke au unapoolewa na mwanamume, unakuwa umekubaliana
kuendana na hali yote ambayo itakukuta. Kama utakuwa umeolewa na mwanamume ambaye anatoa harufu ya kinywa, utakubaliana naye hivyo hivyo, kwa sababu umekubali kufunga pingu za maisha. Lakini uwezi ukasema nimeolewa naye, halafu inapofikia kipengele cha anatoa harufu ya kinywa unamwambia hapana, huyu mimi sio mume wangu. Hilo jambo haliwezekani. Ndicho ambacho Mwirani anachokizungumza. Yani baada ya Irani kuwa wamewasilisha sasa malalamiko hayo, pande zote zilikubaliana kuanzisha njia nyingine mpya ya mawasiliano ya haraka kati ya Marekani, Iran pamoja na Israel, bila kumsahau huyo Libanoni. Lengo ni kwamba kila upande ukiona kuna ukiukwaji wa makubaliano utoe taarifa rasmi haraka, ushahidi uwekwe mezani, hatua zichukuliwe bila kuchelewa. Lakini wakati haya yanaendelea, kumekuwa na kikao kingine pia ambacho hiki ni kama watu hawajajaribu kukizungumza. Yani media naona ni kama zinatembea na trend ya kile ambacho kinaandikwa na media kubwa kubwa zaidi. Kuna jambo jingine ambalo limetokea ambalo mimi nikasema nalo, ndugu zangu, mnatakiwa kulifahamu. Iko hivi. Kuna kikao nyingine ambacho ni muhimu sana kimefanywa. Maafisa wa Iran walikutana na viongozi wa benki kuu ya kule Qatar. Na unajua walikuwa wanaongea nini? Wameongea kuhusiana na masuala ya fedha, pesa. Yaani hawajazungumza fedha kidogo. Ni sehemu ya kama takriban dola bilioni 6 ambazo Iran iliruhusiwa kuzitumia baada ya kufunguliwa kutoka kwenye vizuizi. Na makubaliano ambayo yamefikiwa ni kwamba fedha hizo zinatakiwa kutumika kununua bidhaa ambazo Iran inazihitaji badala ya kutolewa kama pesa taslim. Yaani iko hivi. Unaifahamu biashara ya Marekani iko hivi. Marekani anakuambia tunakupa mkopo wa dola bilioni 12. Lakini huo mkopo hatukupi cash on hand, ila tunakuuzia bidhaa ambazo zinatoka hapa hapa Marekani. Ndicho ambacho kimetokea kati ya Iran pamoja na benki kuu ya kule Irani. Yaani makubaliano ambayo yamefikiwa ni kwamba fedha hizi zitatumika kununua bidhaa ambazo Iran inazihitaji badala ya kutolewa kama pesa taslimu. Na viongozi wamekaa kwenye meza mazungumzo, lakini kulikuwa kuna mvutano ambao bado unaendelea. Kwa nini nasema hivi? Iran kupitia kikosi cha walinzi wa mapinduzi wanasema kwamba kushambulia malengo ya kijeshi ya Marekani yaliyopo Kuwait na Bahrain ni kulipiza kisasi cha mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya kijeshi ya kule Iran. Na upande wa Israel wanasema mashambulizi kusini mwa Lebanon yameendelea licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo mambo yanaendelea, yani nje ya zile taarifa ambazo media nyingi wanaziripoti, kuna matukio mengine ambayo ni nyeti sana yanaendelea ambayo watu ni kama hawayapi attention. Na unajua ni kwa nini hawayapi attention? Hawayapi attention kwa sababu hayajaandikwa na BBC, hayajaandikwa na DW, hayajaandikwa na CNN, hajazungumza Donald Trump wala hajazungumza nani. Lakini kwenye actual ground mambo bado ni mazito. Yani kimsingi ni kwamba Iran, Marekani pamoja na Israel na hiyo Lebanon sio rahisi sana kufikia makubaliano kama ambavyo dunia imeaminishwa. Naomba niweke pause na nukta kubwa kwenye taarifa ambayo nimewaambia inatoka kule Urusi. Pale Urusi na kwenyewe mambo sio mazuri. Usiku wa kuamkia tarehe 2 mwezi wa 7, Ukraine wameuona ni usiku mmoja mrefu sana. Kwa sababu gani? Hebu fikiria. Wewe labda umelala saa 7 za usiku, halafu ghafla unasikia kuna kishindo cha ajabu sana ambacho kimesikika nje ya nyumba yako. Halafu mwingine pia naye anasikia, nyumba jirani naye anasikia, na maeneo mengine yanasikika. Yaani nimetolea mfano huo kwamba hii ndio ilikuwa hali halisi ya wakazi wa mji mkuu wa Ukraine, Kiev, ambayo wamekutana nayo baada ya Urusi kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja makubwa katika anga za Ukraine usiku kucha wa kuamkia tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na taarifa ambazo zimetolewa na wa Ukraine wenyewe, sio mimi. Mashambulizi yalianza majira ya saa 8 usiku kwa saa za Kiev. Mlipuko wa kwanza ulisikika katikati kabisa ya jiji la Ukraine kwa maana ya Kiev. Baada ya hapo sasa kimbanga kikaendelea. Milipuko ikaendelea kuja kwa mawimbi. Dakika chache za ukimya, milipuko mingine inasikika, mwingine tena, mpaka kufikia karibu majira ya saa 10 za usiku kuelekea saa 11 za alfajiri.
kilichotokea sasa, wakazi wengi sana wa Ukraine na mji mkuu wa Ukraine kwa maana ya Kiev walilazimika kuanza kuokoa roho zao kwa kukimbia kuelekea maeneo ambako ving'ora vya tahadhari vilikuwa havisikiki. Na baadaye meya wa Kiev bwana Vital Karashenko akawataka wananchi wasiache kujikinga kwa sababu mifumo ya ulinzi wa anga inaendelea kujaribu kuzuia makombora pamoja na droni ambazo zinaingia, lakini Urusi wamerusha mashambulizi mazito zaidi. Na wizara ya mambo ya ulinzi ya kule Urusi, wizara ya vita ikasema hivi, mashambulizi yao hayajalenga raia ila yanalenga miundombinu inayohusiana na jeshi la Ukraine. Na Moscow walitumia makombora ya masafa marefu pamoja na silaha nyingine ambazo zina uwezo mkubwa wa kulenga maeneo maalum. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Urusi, hawakatai kwamba kweli walifanya mashambulizi, la hasha, ila wanasema walishambulia viwanda vinavyotengeneza vifaa vya kijeshi, wameshambulia maeneo ya mafuta na nishati katika mji wa Kiev na viunga vyake, pamoja na viwanja vya ndege vya kijeshi na miundombinu mingine katika mikoa kadhaa ya Ukraine. Na hawajaishia kusema hivyo tu kukiri, lakini wametoa orodha ya maeneo ambayo wameyatandika. Kwenye orodha hiyo Urusi inasema imeshambulia kiwanda cha kutengeneza mifumo ya mifumo yani ya kuelekeza drone pamoja na makombora ya Ukraine. Lakini wanasema pia wamelenga kiwanda kinachotengeneza droni za masafa marefu, sehemu ambayo pia inatumika kufanyia marekebisho magari ya kivita. Wameshambulia kiwanda cha vifaa vya kielektroniki, wameshambulia ghala la vipuri vya drone pamoja na magara ya mafuta na gesi yanayodaiwa kusaidia uzalishaji wa silaha kule nchini Ukraine. Na Ukraine wenyewe wanasema maeneo mengi yaliyoharibiwa yalikuwa ni majengo ya makazi, watu pamoja na miundombinu ya kiraia. Zaidi ya maeneo 20 yameripotiwa kupata uharibifu mkubwa sana kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Urusi. Na Urusi wanasema hivi, tutaendelea kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Ukraine, na hii ni kulipiza mashambulizi ya Ukraine ambayo wamekuwa wakiyafanya ndani ya ardhi ya Urusi. Na rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky ametoa malalamiko yake, akasema sasa wanahitaji wapate uwezo wa kuwa wanazalisha silaha za ambazo sio za nyuklia, ila anasema silaha zenye vinasaba vya nyuklia ili kukabiliana na taifa la Urusi. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ukisubscribe, kulike pamoja na kushare ndio nguvu kubwa ya kuweza kuwafikia watu wengi zaidi kwenye hizi taarifa ambazo tunazitoa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.